Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Licha ya kuishambulia Ukraine kwa makombora ya Kinzhal pamoja na Oreshnik na ndege zisizokuwa na rubani, Rais wa Urusi Vladimir Putin ametishia kufanya mashambulizi makali kwa mara nyingine tena huko nchini Ukraine. Urusi imetangaza kuwa itaongeza mashambulizi dhidi ya mji mkuu wa Ukraine Kiev, ikisema italenga viwanda vya kijeshi, vituo vya kamandi na maeneo ya maamuzi ya serikali, kwa maana ofisi za kiserikali. Serikali ya Urusi imewataka pia raia wa kigeni na wanadiplomasia kuondoka mjini Kiev haraka iwezekanavyo. Onyo hilo limekuja baada ya mashambulizi makubwa ya drone na makombora mwishoni mwa wiki yaliyosababisha vifo vya watu 4 na kujeruhi makumi ya wengine. Miongoni mwa silaha zilizotumika ni pamoja na kombora la kasi kubwa la Oreshnik ambalo Moscow inasema lina uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia. Urusi inadai mashambulizi hayo ni kulipiza kisasi baada ya Ukraine kushambulia shule katika eneo la Luhansk linalodhibitiwa na Urusi. Na hata hivyo, nchi za magharibi zimepuuza vitisho hivyo. Ufaransa na Umoja wa Ulaya zimesema hazina mpango kuhamisha wanadiplomasia wao kutoka Kiev, huku Ukraine ikivitaja vitisho vya Urusi kama mbinu za shinikizo na propaganda za kisiasa. Hata hivyo, Urusi imefanya mashambulizi makubwa huko nchini Ukraine mwishoni mwa wiki hii, ambapo mashambulizi makali kwa kutumia silaha kali na hatari zimetumika katika mapambano hayo. Rais wa Urusi Vladimir Putin alisema katika kipindi hiki watalipa kisasi kikubwa katika nchi ya Ukraine ambayo kimsingi imeendelea na urushaji wa makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani. Urusi imekuwa ikifanya mashambulizi makubwa ya anga mara kwa mara na kuilenga mikoa kadhaa nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na Dnipro. Hata hivyo, Urusi ambayo iliapa kupitia rais wake Vladimir Putin kwamba lazima italipiza kisasi, ilitumia silaha nzito na hatari, lakini silaha hizi zinaonekana kwa watu wa magharibi kama si chochote. Hata hivyo, Urusi inatishia tena kwamba itafanya mashambulizi makubwa zaidi. Hadi sasa hakuna ishara ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani licha ya juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na Marekani kujaribu kukomesha uvamizi huo. Hayo yanaripotiwa katika kipindi hiki ambacho rais wa Urusi Vladimir Putin alifanya ziara kwenda nchini China, ambapo alikutana na Rais Xi Jinping aliyemshauri kwamba wanapaswa kumaliza mzozo huo kati yake na Ukraine. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyafahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.